Baada ya Yesu kurudi mbinguni, wanafunzi wake walibaki na kazi nzuri ya kupeleka injili kwa wote. Wakiwa wamejawa na Roho Mtakatifu, wanaume hawa na wanawake hawa walipeleka injili katika ulimwengu ambao ulikuwa umebakia wakati ule. Kwa hiyo kila kona dunia ilihubiriwa wakati ule. Lakini baada ya kazi hiyo, walikumbana na upinzani mkubwa mno, wakianza kwa Wayahudi, lakini pia hata kwa Warumi. Lakini Wakristo wengi walikuwa tayari kuuawa hata kifo kwa ajili ya kutetea imani ya kweli. Lakini hata hivyo, damu ya mashahidi ilizidi kuliongeza kanisa la Efeso wakati ule. Lakini baada ya muda mrefu wa mateso, kanisa la Rumi aliibuka mtawala mmoja ambaye aliitwa Konstantini, na wakati huu aliigiza ya kuwa ameongoka na akawa amebatizwa. Lakini hii ilisababisha kuingia kwa upagani katika kanisa la kwanza, na hivyo Wakristo waliobaki imara waliuawa na kuteseka vibaya mno. Lakini baada ya Wakristo kama Waldensia walibaki imara, na Mungu aliwapeleka jangwani katika maeneo ya Ulaya pamoja na maeneo ya Italia. Hata hivyo, Mungu hakukosa mashahidi. Aliinua watu ambao waliamini Biblia na kwa imani ya Yesu pekee. Na Mungu aliinua watu kama akina John Huss, akina Zwingli, akina Wycliffe, akina Martin Luther kusimama kwa ajili ya imani ya Biblia na imani ya Yesu pekee. Na kufikia mwaka 1798, upapa ulipata jeraha la mauti, na hapo mateso yakawa yamekoma. Lakini mwaka 1830 Mungu alimuinua William Miller kwa ajili ya kuhubiri, na watu waliandaliwa kwa ajili ya ujio wa Yesu ambao ulitabiriwa kwamba ungelikuja katika miaka 1844. Na hapo ndipo lilikuwa chimbuko la kanisa la Waadventista wa Sabato, na hivyo kanisa hili lilianza kama movement na pia litamaliza kama movement. Na tunakoelekea mwishoni, Mungu anahitaji watu watakaosimama kwa Biblia na Biblia pekee. Imani ya Yesu ikituongoza kwenye kutii sheria za Mungu kweli kweli, na hili ndilo kanisa la Mungu. Mwaka 1844 Kristo kutokea, na wengi walikatishwa tamaa. Na ndipo nuru ya patakatifu ilipofunuliwa na kuonesha wazi ya kwamba Kristo alikuwa haji duniani, lakini alikuwa anaingia katika chumba cha pili ambacho ni chumba cha patakatifu kwa ajili ya kazi ya mwisho. Na hivyo waliendelea kushikamana kwa pamoja wakihubiri injili, na walipaswa waendelee mbele kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, lakini pia ujumbe wa malaika wa 4 ambao unapatikana kitabu cha Ufunuo sura 18 kwa ajili ya kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Toka wakati huo, dalili zote ziko wazi ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Jiandae kukutana na Bwana wako ajapo hivi karibuni. Roho ya unabii katika periodical PT, yani Present Truth, ya Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema: Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Ninakualika tena mpendwa mtazamaji, karibu katika mwendelezo wa majifunzo yetu Lijue Kanisa Lako. Hii ni sehemu ya 7. Ninayekualika ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa Kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, basi tuombe.
Baba yetu mwema uliye mbinguni, ni somo la 7 tena liko mbele yetu. Ni hekima tu itokayo mbinguni ndiyo itakayotusaidia kuangazia fahamu na akili zetu na kukubali kuwa chini ya mamlaka ya ukweli wako. Mbariki mtazamaji tunapoanza hata mwisho, kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu, amina. Lijue kanisa lako, sehemu ya 7. Ellen G. White aliwahi kuota ndoto. Imeandikwa katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 577, paragrafu ya 2. Ndoto hiyo inasema hivi: usiku huo niliota kwamba nilikuwa huko Battle Creek nikitazama kutoka kwenye kioo cha pembeni mlangoni na kuona kundi likiandamana kwenda nyumbani wakiwa wawili wawili. Walionekana kuwa wenye nia thabiti na waliodhamiria. Niliwajua vizuri na nikageuka kufungua mlango ili niwapokee wageni, lakini nikadhani kwamba napaswa kuangalia tena. Tukio lilibadilishwa. Kundi hilo sasa liliwasilisha muonekano wa maandamano ya Kikatoliki. Mmoja alikuwa na msalaba mkononi mwake na mwingine mwanzi, na walipokaribia, yule aliyebeba mwanzi akazunguka nyumba akisema mara 3, nyumba hii iko chini ya ulinzi. Bidhaa zilizomo lazima zichukuliwe. Wamenena kinyume na utaratibu wetu mtakatifu. Hofu ilinishika. Nikakimbia kupitia nyumba hiyo, kupitia mlango ulioko upande wa kaskazini. Nikajikuta niko katikati ya kundi ambalo wengine niliwatambua, lakini sikuthubutu kuwaambia neno kwa kuogopa kusalitiwa. Nilijaribu kutafuta sehemu nzuri ambapo ningeweza kulia na kuomba bila kukutana na macho yao yenye shauku na udadisi popote nilipogeukia. Nilirudia mara kwa mara, laiti ningeweza kulielewa hili. Laiti wangeniambia kile nilichosema au kile nilichofanya. Ndoto hii imebeba unabii. Mungu alifunua yale ambayo yangetokea kwa kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ndoto, na imekuwa hivyo kawaida ya Mungu kuzungumza na watumishi wake manabii kwa ndoto, kwa maono, wakati mwingine hata kwa kusikia sauti, kwa ishara na kadhalika. Alichagua kuwasilisha unabii huu kwa njia ya ndoto. Sasa katika ndoto hii tunaona mambo yafuatayo, ama unabii huu umebeba mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, walio ndani, viongozi wa kanisa watafuata sera na mipango ya Wakatoliki. Ndio maana walionekana wawili wawili aliyowatambua. Baadaye mandhari ikabadilika na ikawa ni matching ya Kikatoliki. Yaani walio ndani ndio wakageuka kuwa Wakatoliki. Na hii inatupa picha ya kwamba sio waligeuka kuwa Wakatoliki, hawakuwa Waadventista wa Sabato. Walikuwa ni Wakatoliki waliojifanya wa Sabato. Hiyo inaitwa Jesuit infiltration, na imeandikwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 fungu la 4 kwamba wapo ndugu za uongo walioingizwa kwa siri. Na hii inatupa picha ya kwamba unabii huu unatuonesha kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato haliko salama. Jambo la pili, hilo ni matokeo ya mapandikizi, nimekusha kulieleza. Jambo la tatu, ajenda yao ni kuondoa ujumbe ambao ndio bidhaa au kuua upinzani. Ndio maana ya kwamba nyumba hii iko chini ya ulinzi. Lengo la Wakatoliki kujipenyeza kwenye kanisa la Sabato na kujifanya wa Sabato, kubatizwa kwenye kanisa hili, kusomea theolojia kwenye vyuo vyetu na kushika nafasi za juu za uongozi. Lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanaliweka kanisa la Sabato chini ya utawala wa kanisa Katoliki. Waue Uprotestanti. Bidhaa za kanisa hili, nyumba ya Mungu hiyo inayotajwa hapo ni kanisa. Bidhaa zake ni ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Hapo ndipo zinapatikana bidhaa za kanisa la Waadventista wa Sabato za kuuza ulimwenguni. Kwa hiyo lengo la Wakatoliki kushika hatamu, kuteka kanisa la Sabato, ni kuhakikisha ujumbe huu unaondoka, alafu kanisa viongozi wanatugeuza
watuingize kwenye kutetea Ukatoliki, tufanane na Ukatoliki, tuingizwe kwenye mapatano na umoja wa makanisa. Sasa basi, katika somo hili la Lijue Kanisa Lako sehemu ya 7, tunataka tukuwasilishie tena ushahidi mwingine jinsi ambavyo unabii huu katika ndoto hii ya Ellen G. White umetimia. Bado tunawasilisha vielelezo, na katika somo hili ninakutambulishia ama ninamtambulisha mtu ambaye atatusaidia kueleza kwa kina, kwa kadri ya vipawa na karama alivyopewa na Mungu, atupe ushahidi wa kina zaidi juu ya matokeo ya kile kilichofanyika kwa Wakatoliki kushika udhibiti wa makao makuu ya imani yetu, Waadventista wa Sabato, yani hapo General Conference, na atatueleza kwa kina zaidi. Si mwingine, anaitwa Judith Mkomba, ama kwa jina maarufu alilozoeleka Mama JJ. Kwa hiyo mimi nitakaa pembeni, sasa ataendelea kuanzia hapo, atatuwasilishia mengi zaidi kwa kadri Mungu atakavyomuongoza. Ninaamini utabarikiwa, na Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia namna ambavyo mtumishi huyu wa Mungu atakavyokuletea ushahidi wa kina zaidi juu ya hayo niliyokueleza, ambayo tumekuwa tukiendelea kujifunza katika somo hili la Lijue Kanisa Lako sehemu ya 7. Hili ni Lijue Kanisa Lako sehemu ya 7. Swali linaulizwa: je, ungependa kusikia taasisi yako ama dhehebu lako ama kanisa lako unaloliamini na kulipenda sana, ulilolijua, ambamo ndani yake uliishi na uliliamini lingekufikisha katika ufalme wa mbinguni, likiyatenda haya? Katika masomo yaliyotangulia tuliona ushahidi wa uasi uliotendwa na viongozi wa General Conference wakitekeleza sera na mipango ya Kikatoliki. Ushahidi huo unatuleta kuamini kuwa ndoto ya Nabii Ellen G. White imetimia kwa kiwango kikubwa. Ukatoliki kwa sasa ndio utawala ama unatawala General Conference ya Waadventista wa Sabato, na kutokea hapo wanaliongoza kanisa la Waadventista wa Sabato kwenye umoja wa kidini, ama kwa jina lingine tunaita ekumene. Katika somo hili la 7 tunaangalia ushahidi zaidi wa uasi wa mfumo wa kanisa la Waadventista, lakini katika kitengo cha makao makuu ya General Conference, hasa katika masuala ya fedha na uwekezaji wake. Namna gani fedha hizo zinawekezwa na wapi? Katika mkutano wa GC session uliofanyika mwaka 2022, treasurer wa GC alisikika akieleza ya kwamba pamoja na matatizo ya janga la COVID, kanisa lilifurahia ama linafurahia mapato makubwa lililoyakusanya, na akaeleza ya kwamba sehemu ya pesa hizo zilitumika katika kuwekeza katika masoko ya hisa. Sasa soko la hisa la kidunia tunajua kabisa hiyo ni kamari. Kuna kupata pesa faida ama kupata losi kutokana na hisa ambazo umeweka, endapo kutakuwa na kuanguka kwa soko la hisa la dunia. Na alieleza ya kwamba japokuwa palikuwa na kuanguka kwa soko hilo la hisa, bado walipata faida. Lakini je, maandiko hutueleza nini kuhusiana na matumizi ya fedha ya Mungu? Na mwishoni akaeleza ya kwamba pesa hii ni ya Mungu, ni kwa ajili ya utume. Sasa utajiuliza maswali. Katika kipindi kigumu cha janga la corona, namna gani walitengeneza fedha? Hapo awali serikali ya Marekani ilitoa fedha kwa mashirika yote yaliyopo pale Marekani, na waliwapa maelekezo namna ya kuzipata hizo pesa. Na tunaona kwamba pesa hizo sasa za serikali zinakuja kuchanganywa na zaka na sadaka za washiriki, na ripoti inatoka GC ambayo wanaifurahia na kusema kwamba ni kwa ajili ya utume wa kanisa, na inawekezwa katika hisa za makampuni ya kiulimwengu. Na haiishii hapo tu, kuna taarifa nyingine ambayo mtazamaji itakushangaza.
Itakushangaza kwa sababu sio kwa kawaida kwa taasisi ya kidini, hasa watu wa kitabu, kanisa la Waadventista wa Sabato, maneno haya kusikika masikioni mwetu ya kwamba kanisa linaenda mbali kiasi hiki. Katika gazeti linaloitwa Adventist Today, ukiona hapo mtazamaji, picha hiyo inaonyesha kabisa kuna askari ambaye amevaa uniform na silaha, na maelezo ni kwamba mnamo Februari 27 mwaka 2018 Union ya Norway ya kanisa la Waadventista wa Sabato iliwaagiza General Conference makao makuu kujiondoa katika uwekezaji katika makampuni yanayozalisha silaha za kivita. Jambo hilo linasononesha na linahuzunisha. Tunaona dunia ambavyo inavyoteseka na vita inayoendelea katika mataifa, watu wakimwaga damu, wakiwaua watoto wasio na hatia na akina mama wasioweza kukimbia. Lakini unakuja kusikia na kuambiwa ya kwamba kanisa lako unalolipenda nalo limewekeza katika mashirika ambayo yanazalisha silaha za kivita. Haujasikia bado. Gazeti lingine ambalo limeandika habari hizo ni Spectrum. Hili ni gazeti la tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2018. Nitakusomea hapa. Anasema General Conference votes to exclude weapon manufacturers from its investment portfolio. Kwamba makao makuu General Conference inapiga kura kujiondoa katika uwekezaji katika makampuni hayo ya uzalishaji wa silaha. Sasa gazeti hili liliendelea kuandika zaidi. Mnamo Februari 23 mwaka huo wa 2018 waliandika barua General Conference wakiitaka wajiondoe katika uwekezaji wa kuwekeza katika hizo makampuni yanayozalisha silaha, lakini pia anasema kwamba wafanye kama walivyofanya hapo nyuma, kujiondoa katika makampuni yanayozalisha tumbaku, makampuni yanayotengeneza pombe, alcohol, gambling, mambo ya kamari, pornography, mapicha machafu ya aibu kabisa, katika viwanda vya nyama na katika viwanda vya caffeine beverage, kama vinywaji vyenye caffeine. Sasa unaweza ukaona pesa na sadaka yako, zaka yako, ambako General Conference imekuwa inaelekeza fedha hizo ambazo ni fedha takatifu, ambazo zinalenga zifanye kazi ya utume na iwe ni kuwawezesha watu wa Mungu. Lakini sasa, je, wewe ambaye unawajibika kutoa zaka na sadaka, ni kwa namna gani unashirikishwa kwamba General Conference inahusika katika kuwekeza fedha hiyo? Kuna watu huwa wanapenda kusema kwamba mimi kazi yangu ni kutoa tu pesa. Habari ya kwamba pesa hiyo inatumikaje sio kazi yangu. Lakini kuna roho, katika roho ya unabii nukuu inasema kila mmoja atawajibika kwa pesa anayoitumia. Unapotoa pesa yako, zaka yako na sadaka, unapaswa ujue inafanya kazi gani. Na kwa sababu hiyo unajikuta kwamba unahusika katika kupoteza ama kuchangia kuwezesha mfumo wa shetani. Tunajua makampuni yote yanayozalisha pombe, yanayozalisha sigara, makampuni haya ya pornography, makampuni haya yanayocheza michezo ya bahati nasibu, makampuni haya ya kamari, yote haya yanaustawisha ufalme wa shetani. Sasa jiulize, ni mara ngapi umetoa zaka na sadaka pasipo kujua inaenda kufanya kazi gani? Hapa tunakufumbua tu macho uweze kujua ya kwamba pesa yako unapoitoa inafanya kazi zingine ambazo ziko kinyume kabisa na utaratibu wa Mungu, ziko kinyume kabisa na neno la Mungu. Jambo la pili ambalo tunaweza kuliangalia, kanisa pia linapokea pesa za Babeli, na pesa za Babeli zinakuja na masharti machafu. Katika gazeti hili la Spectrum linaandika habari kuhusiana na mkutano uliofanyika wa vijana. Nitakusomea kichwa cha habari hapa. Anasema Pan African Youth Congress
Adventist youth confront church leaders on gender, LGBTQ+ rights and political engagement. Palikuwa na mkutano ambao ulifanyika ukiwahusisha vijana wa Kiadventista na wageni waliokuwepo waalikwa. Kulikuwa na mwenyekiti mwenza wa ADRA na aliweza kuhojiwa maswali. Kuna video hapo tutawawekea muweze kuisikiliza. Swali lilitaka kujua kwamba ADRA inajihusisha na UN, inajihusisha na shughuli mbalimbali kutekeleza malengo yale ya Umoja wa Mataifa kwa namna ambavyo imekuwa ikionekana utendaji wake. Zamani sote tulijua kwamba ADRA ni shirika la kanisa na kwamba linashughulika hasa kutetea uhuru wa dini katika mazingira ambapo aidha wanafunzi katika vyuo wanapopata changamoto ya kupewa mitihani katika siku za Sabato, lakini pia kukiwa na ugandamizaji wa sheria katika mataifa kuhusiana na imani, labda watu wakakosa haki za kuabudu. Lakini shirika hili la ADRA limeenda mbali zaidi. Tunao ushahidi wa wazi kabisa, mfano kule Marekani wakati wa wavamizi haramu ama waingiaji haramu wa Marekani, ADRA ni mojawapo ya shirika kubwa sana ambalo lilionekana katika mazingira yale wakiwapokea wahamiaji haramu na kuwapatia mahitaji. Na watu walioji sana katika GC mwaka ule wa 2022 wakitaka kujua shirika la ADRA lina mipaka inayokwenda hadi wapi, na aliojiwa kupitia idara ile ya PALRL, ile ni idara inayohusika na uhuru wa dini. Walitaka kujua kwamba shirika hilo la ADRA lilikuwa linafanya nini pale. Na utaona sasa hapa katika huo mkutano binti anauliza akitaka kujua, kwanza wapewe mwanga mkubwa kuhusiana na utendaji wa ADRA, linahusika na nini hasa kama chombo ambacho kiko ndani ya General Conference na ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Na wakataka kujua ikiwa wanakabilianaje na masharti, kwa sababu huwezi ukawa unapewa pesa kutoka UN alafu usipewe na masharti. Majibu aliyoyatoa ni kwamba wao wanawajibika kwa wale wanaowapatia pesa, na pesa alitaja kabisa kwamba wanapata pesa, wanapokea pesa kutoka UN, wanapokea pesa kutoka Umoja wa Ulaya, kutoka IMF, kutoka World Bank. Sasa akaulizwa swali kuhusiana na sera, namna gani wanatekeleza sera za haki za LGBTQ au mashoga, wasagaji, watu wa namna hiyo, kwa sababu katika jamii wanaonekana ni kundi ambalo ni minority, kwamba ni kundi la chini ambalo linatakiwa, kundi duni linatakiwa lithaminiwe, lipewe kipaumbele na vitu kama hivyo. Sasa ukiangalia katika mifumo ya mashirika yanayohusika na watu hawa, kuna haki ambazo wanawapa za upendeleo mkubwa, wakiwasifia kama vile ni wamezaliwa hivyo, wameumbwa hivyo. Hata kiongozi mkubwa wa kanisa Katoliki Papa Francis aliojiwa kwa swali hilo akasema wameumbwa na Mungu, hana namna, wanatakiwa wahudumiwe tu kama watu wengine, kwamba wamezaliwa hivyo. Sasa katika mkutano huu pia vijana walitaka kujua ama kusikia ni kitu gani ADRA wanafanya wanapokabiliana na maelekezo kutoka UN namna ya kuwahudumia watu hawa. Alijitahidi sana kulikwepa hilo swali, lakini ukifuatilia, ukijipa ziada ya namna ya kufuatilia, utagundua kwamba hata General Conference ya Waadventista wa Sabato mwaka 2014 kuna kitabu cha mwongozo ambacho kilitoka kabisa rasmi na matamko rasmi ya namna ya kuwahudumia. Ndio maana katika masomo yetu yaliyopita utagundua pastor alijitahidi sana kuwaonyesha mifano baadhi ya wazi namna ambavyo tunao watu hao katika jamii yetu, na msisitizo hata kwa ile conference ya Potamus wakieleza kwamba ni watu wa Mungu, ni watu kama sisi, wanapaswa kupewa haki zao na tuwahudumie, vitu kama hivyo. Kwa unaweza ukaona kwa sababu ya kuendelea kupokea misaada kutoka katika taasisi hizi za kiulimwengu, kujifungamanisha na ulimwengu, inatugharimu pakubwa kiasi kwamba tunawajibika kushusha viwango vyetu vya imani ili tuweze kutekeleza malengo ya adui. Utajiuliza maswali, hivi kweli tuko salama hadi sasa? Ukirejea katika nukuu ya kwanza kabisa inayoeleza ndoto ya Ellen G. White, hakuna watu waovu miongoni mwetu, hatuna watu ambao wameingia katikati yetu, tutawatambua kwa matunda yao.
kwa kuangalia mambo gani viongozi hawa wamedumu kuyafanya siku hata siku pasipo kufanya mabadiliko yoyote, hata pamoja na makemeo yanayopatikana kutoka kwa watu wachache waaminifu ambao wanaweza kuona na kulalamika dhidi ya hayo yanayotokea, bado giza ni kubwa linaendelea. Na hiyo inatupatia picha ya wazi ni watu wa namna gani tulionao miongoni mwetu. Tafadhali tazama video hii ifuatayo uweze kuona ni nini kiliendelea katika huo mkutano. Nadhani wengi wetu katika kanisa letu la Wasabato tunajua kuhusu ADRA, lakini nadhani ni kama moja maneno ambayo kwa namna fulani utupwa karibu, na unajua watu usikia juu ya ADRA lakini wanaweza wasielewe nini maana ya ADRA ufanya. Lakini ADRA ni kitu kikubwa sana. Naelewa kwamba wewe unafanya kazi na UN na unaelewa mkubwa jinsi ambavyo ADRA inafanya kazi na UN, na baadhi ya watu wengine wanaita stereotypes ambazo UN mnakutana nao na kanisa. Tafadhali, najua hili liko ndani ya uwezo wako. Ninaomba utupatie muhtasari wa kila ofisi yako inafanya ndani ya kanisa la Wasabato. Asante sana. Habari ya mchana. Kutokea jana nilitambua kwamba kuna Waadventista wa Sabato wengi ambao hawajui nini maana ya ADRA. ADRA humaanisha ni Adventist Development and Relief Agency, na kazi ya ADRA kutoka kwa jina namba 1, ADRA inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, na hivyo ni mmoja kati ya mkono wa utume na umishonari. ADRA inasimama kwa ajili ya umishonari. Ni wapi UN inapofanya kazi na ADRA? Nikianza namba 1 na kanisa pia lina kitengo chake UN, ninafanya kazi nao kwenye mkutano mkuu kwa kiwango kikubwa. 100% naamini kwamba kuna mgawanyiko ambapo pia kuna idara ambayo imeunganishwa si tu na nchi lakini pia ndani. Naomba pia tuelewe hii ina maana gani. ADRA hatutumii pesa za kanisa. Sisi ni omba wa kitaalamu, ni professional beggars. Tunatumia pesa nyingi kwa serikali, kwa hiyo ni lazima tuwajibike kwao. Sisi ni kama omba wa kitaalamu, professional beggars. Tunatumia pesa nyingi za serikali na kwa hiyo ni lazima tuwajibike kwao. Nina swali kwa mtu aliyemaliza kueleza kuhusu habari ya ADRA. Sera yako ni nini? Tunaelewa unapopokea pesa ni ngumu. Wakati unapoomba pesa inakuja na masharti yanayoambatanishwa nayo. Hivi sasa tuna watu hao upinde wa mvua hizi harakati, na inaweza kuja na masharti kwamba tukikupa pesa basi inapaswa usiwabague watu unaofanya kazi nao kwenye ADRA. Kwa hiyo utamchukua huyo wa kike au wa kiume, anamaanisha hao watu wa jinsia moja. Je, una sera ambayo inaweza kukulinda kutokana na hicho kitu? Sawa, ni swali kwa ajili ya ADRA inahusu habari ya sera ya LGBT. Asante sana. Kama vile Yesu alivyofanya kazi, alitembea na kila kundi la mmoja. Ikiwa kulikuwa na kikundi katika Biblia ambacho Yesu alikataa kufanya kazi nacho na walilaani, naomba nifahamu, na ndicho ambacho ADRA inafanya. Baada ya mtazamaji wa kusikiliza na kuangalia video hiyo fupi, ukizingatia kuwa kanisa letu makao makuu General Conference limejifungamanisha na ulimwengu kwa njia nyingi, kama vile mwaka wa 1985 walijiunga na UN, na pia katika mwaka mwingine tena tunaona pasipo mabadiliko. Katika somo lililopita tuliona chini ya shirika hili linaloitwa PAHO, Pan American Health Organization,
Elder Ted Wilson akasaini mkataba ambao umekuja kutuleta katika kuja kutekeleza tena maazimio mengine ya Umoja wa Mataifa katika kipengele chao namba 3 katika malengo yao yanayodai kupunguza idadi ya watu duniani, depression. Viongozi wetu waliwakana washiriki wao maskini na wanyonge. Matokeo yake waliwanyima barua ya ruhusa watu wasichukue chanjo, lakini pia walikataa kabisa mjadala wa kujadili kupata msimamo wa kanisa. Kanisa alikuwa tayari kuwatetea watu kuhusiana na hilo. Na kwa nini? Kwa sababu tayari walikuwa wamesaini mkataba miaka 5 nyuma kabla ya janga la corona. Kwa hiyo isingekuwa rahisi kuwatetea Waadventista wa Sabato. Na tunaona kwamba katika hayo wanufaika walikuwa ni viongozi wa mataifa wote waliokubali kupitisha chanjo katika mataifa yao, ama viongozi wa makanisa ambao walikubali washiriki wao waweze kuumizwa na chanjo hizi. Haikuwa kazi ya bure. Kuna malipo ambayo wameendelea kupokea mwaka baada ya mwaka kwa kazi nzuri waliomfanyia Rumi. Kwa hiyo mikataba kama hiyo kwa sehemu kubwa imeathiri maisha ya Waadventista wa Sabato, japo pia imeathiri na maisha ya watu wengine duniani. Lakini watu hawa viongozi ambao tumewaamini kwa muda mrefu walipaswa kuwajibika kwa sehemu kubwa kuhakikisha kwamba wananusuru maisha ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Lakini wanawezaje kunusuru maisha ya watu wanaowachukia, wasiowapenda? Uwezi ukajifungamanisha na mashirika ya kiulimwengu, uwezi ukajifunganisha na upapa, wakati Biblia iko wazi, inaweka wazi kabisa. Tukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 18, neno la Mungu linatuambia hivi: msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Anaendelea kusema, tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nini ama ni picha gani tunayoiona hapa? Viongozi wetu wamejifungamanisha pakubwa au kwa mara nyingi na mashirika ya kiulimwengu ambayo hayamtukuzi Mungu. Kwa kuwa taasisi zote tunazoshirikiana nazo na kupokea pesa kutoka kwao zinafanya kazi kwa niaba ya upapa, hivyo basi pesa zinakuja na masharti machafu ya kibabeli ili kututia utumwani. Na ndiyo maana hakuna lolote viongozi hawa wanaloweza kulifanya kukataa chochote, kukataa maelekezo yanayotoka Umoja wa Mataifa ama yanayotoka Vatican ama yanayotoka mahali popote pale ambapo wamejifungamanisha napo. Kwa hiyo washiriki, kama hatutajikita sisi wenyewe katika neno la Mungu, kama hatutaweza kusoma vitabu vyetu vya roho ya unabii pamoja na Biblia inavyotuelekeza, tutaendelea kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi ambayo kwa hakika tunatekeleza nguvu ama maelekezo kutoka katika upapa. Miongoni mwa masharti ya hizo fedha za Babeli ni haya yafuatayo: kuchukua chanjo na kulazimisha watu. Yawezekana unaweza usiwe na taarifa yoyote kwamba kulikuwa na ulazima. Hebu jiulize swali hili: mimi ni mwanachuo katika chuo cha Waadventista wa Sabato mfano, alafu ninapokea barua kwamba ili niweze kurudi katika masomo yangu muhula wa kwanza ama wa pili, au mimi ni mfanyakazi katika chuo, ili niweze kuendelea na kazi ni lazima nipate chanjo 3.
Hiyo inakupa picha gani? Ndilo jambo lililotokea katika chuo chetu cha Lomalinda. Walielekezwa kabisa kwamba ikiwa hautapata chanjo 3 basi na usirudi tena. Unaweza ukaona jambo kama hilo, aidha upoteze kazi ama uchukue chanjo ili uokoe kazi, kinyume kabisa na dhamiri. Kanisa lililazimishwa kubadili sera zake kuhusu chanjo mnamo mwaka wa 2015, mapema kabla ya COVID. Na kuna gazeti hapa ambalo linaeleza habari hiyo ya chanjo, na General Conference ilipiga kura katika mkutano wake wa pale Silver Spring yalipo makao makuu ya kanisa letu. Hii ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka wa 2015. Maelezo katika yanaonekana hapa kwa Kiingereza, nitakusomea kwa Kiswahili. Anasema hivi: Kanisa la Waadventista wa Sabato linatilia mkazo wa nguvu sana afya na ustawi. Msisitizo wa afya ya Waadventista umejengeka katika Biblia, maandishi yaliyovuviwa ya mwanzilishi mwenza wa kanisa Ellen G. White, na unatokana na machapisho ya kisayansi ya afya yaliyohakikiwa. Kwa hiyo tunahimiza kinga ama chanjo inayowajibika, na hatuna sababu ya kidini au ya imani kutowahimiza wafuasi wetu kushiriki kwa uwajibikaji katika programu za chanjo, kinga na kuzuia magonjwa. Tunathamini afya na usalama wa watu, ambayo inajumuisha utunzaji wa kile kinachojulikana kama kinga ya jamii. Sisi siyo dhamiri ya mshiriki wa kanisa, na tunatambua chaguo za mtu binafsi. Chaguo hizi zinafanywa na mtu binafsi. Kukataa chanjo sio na haipaswi kuonekana kama fundisho wala imani ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ukiwa umetulia vizuri, naomba urudie maelezo haya walioandika. Kwa sehemu mbili wanajichanganya. Mara sisi sio dhamiri ya watu, mara haipaswi kuacha kuchukua chanjo. What is this now? Sielewi, au wewe umeelewa? Hapo hapo wanasema hawalazimishi, na kama hawalazimishi wangetoa ruhusa ama wangetoa barua kwa watu kuwa huru wasichome chanjo. Lakini hapo hapo wanakuwa upande wa serikali wanatetea kwamba hawapaswi wala hawawezi kutetea mtu kutokuchukua chanjo, kwamba imani yao haisemi hivyo. Lakini roho ya unabii inasema nini kuhusiana na hilo tamko lao? Hebu tusome roho ya unabii inachotuambia hapa. Anasema, Bwana hajatuacha bila matumizi ya njia rahisi za matibabu, ambazo zinapotumiwa hazitaacha madhara kwenye mfumo, kama ambavyo matumizi ya dawa sumu zinavyoacha madhara kwenye mfumo. Tunahitaji wahudumu wa sanitarium waliofunzwa vizuri, ambao wataelewa namna ya kutumia njia rahisi za matibabu ambazo asili inatupatia kwa ajili ya urejeshwaji wa afya. Wahudumu hao wawe na uwezo wa kuwafundisha wale ambao hawana maarifa ya sheria za afya katika kutumia hizi njia rahisi lakini zenye ufanisi sana katika kutibu. Hiyo inatoka katika kitabu chetu Medical Evangelist Volume 2, yani gombo la pili, ya mwaka 1910. Sasa utaona huku wanatetea kwamba sisi tunaruhusiwa tu na wala hatuna sababu yoyote ya kiimani kutumia chanjo za kidunia, sumu za Babeli. Lakini hapa roho ya unabii inatuweka wazi kabisa, sumu hizo zinaacha madhara, na hilo limekuwa wazi kwa ulimwengu. Hata wale waliokuwa wasaidizi wa Rais Joe Biden katika kuelekeza watu kutumia chanjo hizo, baadaye walikiri wazi kabisa kwamba sumu za Babeli hazikuwa na tiba yoyote kwa mwanadamu. Na hata makanisa ya Kikatoliki wapo walioomba msamaha kwamba walienda kinyume. Baadhi ya watu walionekana kabisa katika magazeti wakiomba kwamba radhi, na hata washiriki wakiwataka viongozi wao watake radhi raia wao ama washiriki wao kwa kuwahamasisha kutumia sumu za Babeli. Sikuwahi kuona kwa Waadventista pasta akijitokeza na kuomba radhi katika madhara yote yaliyotokea yaliyowakuta Waadventista wa Sabato kwa kutumia sumu za Babeli. Na matokeo yake kila mmoja anaibuka kwa kauli yake wakati wa utetezi wa sumu hizo, lakini hakuna ambaye amekuja kukana ama kusema kwamba hata aombe samahani tu
kwa hamasa ama uhamasishaji mkubwa waliofanya. Roho ya unabii inaendelea kutuambia hivi: yeye aliyewaumba wanaume na wanawake anawajali wale wote wanaoteseka. Ameelekeza katika uanzishwaji wa sanitarium zetu na ujenzi wa shule karibu na sanitarium ili kuleta njia yenye ufanisi katika kuwafunza wanaume na wanawake kwa ajili ya kazi ya kuwahudumia wanadamu wanaoteseka. Kwa kifupi ni kwamba sisi Waadventista wa Sabato, ikiwa tungetendea haki neno la Mungu ambalo tumepewa, nuru ambayo tumepewa hata kuhusiana na afya, tungekuwa msaada mkubwa sana kwa wanadamu ambao wamekuwa wakiteswa na hila za shetani anazozileta kwa wanadamu kupitia mawakala wake. Katika kuwatibu wagonjwa, dawa za sumu hazipaswi kutumiwa. Hilo ndilo agizo la Mungu kupitia roho ya unabii. Hakutakuwa na msamaha kwa wale wanaoshughulika na vilevi katika siku ile ambapo kila mtu atapokea kulingana na matendo yake. Wale wote wanaoharibu maisha kwa njia ya maisha yao wenyewe watapaswa kulipa fidia ama adhabu ama penalty. Sheria ya Mungu ni takatifu na ya haki na ni njema. Hiyo inatoka katika kitabu hicho cha Medical Evangelist gombo la pili cha mwaka 1910. Sasa viongozi wetu wa kanisa waliona wapuuze roho ya unabii inachotuambia. Kwa nini? Ili waweze kujiongezea mapato, waweze kujiongezea pesa na waweze kuishi maisha mazuri pasipo kujali masharti kwamba yanamuathiri nani. Kumbe ni mshiriki huyu mdogo maskini ambaye anaathiriwa na masharti hayo yanapokuja na anapokosa mtetezi. Hivyo basi, kwa kufanya hivyo, kanisa letu hatua kwa hatua limeendelea kutekeleza sera za Papa, limeendeleza kutekeleza sera za Umoja wa Mataifa katika kutekeleza mabadiliko ya tabia nchi. Kule Brazili mwaka 2009, kikao kilichokaa cha mabadiliko ya tabia nchi, mataifa yalikubaliana kuweka masharti ama maelekezo nini kifanyike ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na hata siku moja viongozi wetu Ted Wilson anaonekana kabisa akitetea na akihimiza ya kwamba mataifa, ili ilikuwa ni tamko ambalo lilitamkwa ya kwamba mataifa yanapaswa kuzingatia na kufata kila ambacho kilijadiliwa kule de Janeiro, Brazil, kwamba mataifa yachukue hatua za haraka ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na sote tunajua kabisa ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis aliyepita alisukuma sana ajenda hii, akitoa na maelekezo katika barua yake ya Laudato Si, namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanapaswa yazingatiwe na yanahusishwa moja kwa moja na kuitunza Jumapili. Kwa hiyo muda si mbali na huko tunakoelekea, kama mmefuatilia katika vyombo vya habari na taarifa mbalimbali, kuna mioto inayozuka mahali, mafuriko, matangazo yanaendelea kutangazwa kila kona kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii inaonyesha kabisa sheria ya Jumapili haiko mbali kutoka hapa tulipo. Na ni nini kitakachofuatia? Watu wa Mungu wataelekezwa kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi waitunze Jumapili. Na hili sio swala la kutoa vichwani. Katika kitabu cha Review and Herald, nadhani ni ukurasa ule wa 130, anaeleza kabisa wachungaji wa Kiadventista wa Sabato watawatangazia washiriki kuitunza Jumapili. Na hili haliko mbali wapendwa, haliko mbali. Na kwa sababu hiyo ya kuendelea kuchukua misaada kutoka katika kanisa Katoliki, kutoka katika makampuni haya ambayo yako chini ya upapa, kanisa letu, viongozi wetu wameendelea kuwaweka washiriki katika utumwa, wameendelea kutuumiza mioyo kwa kuona vitu vinavyofanyika. Hata unajiuliza, kweli hawa ni watu wa Mungu wanayofanya matendo haya? Wanatetea ndoa za jinsia moja. Tunaona kabisa sasa kanisa letu hata tuna wachungaji wa kike, tena sio tu wa kike, ambao ni wafuasi na wahamasishaji na watetezi wa LGBTQ. Mambo haya yanasikitisha na yanaumiza kwa kiwango kikubwa. Na je, swali litaendelea kudumu katika akili yetu? Hawa ni wenzetu kweli ama ni watu walioingia kwa siri miongoni mwetu?
Lakini pia napenda kukushirikisha jambo lingine gumu ambalo kiukweli ni gumu kulipokea, lakini endelea kubaki nami ili uendelee kufumbuliwa macho na mwisho wa siku uweze kufanya maamuzi ama uchaguzi wako binafsi pasipo kushurutishwa ama kushawishiwa na mtu yeyote. Kuna mjadala ambao ulifanyika mnamo mwaka 2024 katika mji huu wa Marekani. Mjadala huu, kichwa cha somo ulikuwa unasema Adventism and Catholicism in a Changing World. What can they learn from each other? Ya kwamba Uadventista na Ukatoliki katika ulimwengu unaobadilika. Ni kitu gani wanachoweza kujifunza kutoka kwa kila mmoja, akimaanisha kwamba ni kitu gani Waadventista wa Sabato wanaweza kujifunza kutoka kwa Wakatoliki na ni kitu gani Wakatoliki wanachoweza kujifunza kutoka kwa Waadventista wa Sabato. Kichwa tu cha somo hili ama cha mjadala huu kinaleta mkanganyiko. Je, huu ni aina fulani ya uinjilisti au ni kazi ya Majesuiti wakiwa kazini? Mkutano huu hapo mwanzo ulikusudiwa kufanyika katika chuo chetu cha Loma Linda, na ukiwa na kichwa cha habari hivyo hivyo kama nilivyokusomea hapo kwamba Waadventista pamoja na Ukatoliki katika ulimwengu unaobadilika. Watu wengi hawakupendezwa na hilo na walianza kupinga jambo hili, na badala ya kuendelea kwa mkutano huu uliahirishwa. Na baada ya kuahirishwa tukajua basi viongozi wetu wamekuwa wasikivu kwamba jambo hili halipendezwi au halijafurahiwa na washiriki wake, basi kwamba mkutano huo umeisha. Lakini cha ajabu na cha kushangaza ni kwamba walibadilisha mandhari au mazingira kutoka Loma Linda na kupata mahali pengine ambapo mkutano huu ulifanyika. Mgeni rasmi katika mkutano alikuwa ni Dr. Linda Brunsma ambaye pia ni mchungaji wa mstaafu wa kanisa la Waadventista wa Sabato kutokea kule Netherland, na yeye akijieleza kwamba ni mzaliwa ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ya kwamba maisha yake yote amekuwa akifanya kazi katika idara mbalimbali, idara za uchapaji ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Na mkutano huu awali ulihudhuriwa na watu katika ukumbi kulikuwa na watu 300, lakini pia watu waliokuwa wanafuatilia kwa njia ya mtandao walikuwa pia ni watu 300 wakati mkutano unaanza. Na aliyekuwa akitambulisha akaeleza kwamba kwa habari ya kwamba kwa nini hawapo Loma Linda, wapo mahali walipo, aulizwe Ted Wilson ambaye wakati huo alikuwa ni president wa General Conference. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba ina maana awali Pastor Elder Ted Wilson alihusika kabisa, alijua kabisa uwepo wa mkutano huu, na bila shaka alijua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaenda kujadiliwa, kwa sababu kwa sehemu kubwa lazima atakuwa anamfahamu Linda Brunsma. Pamoja naye kulikuwa na wageni wengine 3 ambao kati yao 2 ni Waadventista wa Sabato. Naweza kusema ni Waadventista kwa jina kwa kile tutakachokiona kutokana na mjadala wao ambao ulijadiliwa hapo. Lakini pia kulikuwa na askofu wa kanisa Katoliki ambaye ni mwajiliwa pale Loma Linda, lakini pia akiwa ni chaplain wa kanisa Katoliki, yani mchungaji. Maelezo yake tutayasikia huko mwisho. Anasema yeye kwa muda wa miaka 6 amekuwepo pale Loma Linda. Kumbuka hiyo ni mwaka 2024. Ina maana hadi sasa atakuwa na miaka 8 kama hajaondoka. Anasema pia anafanya kazi kubwa kuwahudumia wagonjwa, kuwajali wanapokuwepo pale, lakini pia kutoa huduma ya kichungaji kwa wanachuo ambao ni wa Roman Katoliki ambao wapo katika chuo chetu cha Loma Linda. Kwa maelezo hayo mafupi tu unaweza ukawa umepata picha halisi ni kitu gani kinaendelea hapa. Ninajaribu kujiuliza sana. Hivi inawezekana kwamba mchungaji Mwadventista na Msabato akapewa nafasi ya kuwa mchungaji katika chuo kimojawapo cha Waromani Katoliki, aidha hapa nchini kwetu ama nchi yoyote? Sijawahi kusikia kitu kama hicho.
Lakini hapa kwetu Loma Linda katika chuo chetu cha Kiadventista cha maadili ya Kiadventista tunaye mchungaji ambaye ni askofu wa Katoliki ambaye yupo kwa kazi maalum ya kuwachunga wanafunzi wa Kikatoliki mahali hapo, akiwapa huduma ya anasema ya kuwapa zile ekaristi na vitu kama hivyo. Sasa kwa mwanzo kabisa nataka tupite, nitakupa hints za nini kilifanyika katika huu mkutano, lakini pia tutakupatia link namna ya kuweza kuingia wewe mwenyewe ufuatilie huu mkutano ama huu mjadala uliochukua masaa mawili, mambo gani yaliongelewa ndani ili uweze kuyapata kwa upana mkubwa zaidi. Na hapa nitajitahidi kwa neema ya Mungu kukupa kile ambacho kilijiri katika siku hiyo. Ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2024 na kichwa cha somo kilichosema Adventism and Catholicism in a Changing World. What can they learn from each other? Utajiuliza, hivi kuna jambo lolote ninaloweza kujifunza kutoka kanisa Katoliki ambalo linaweza kuvuta usikivu mpaka kuleta wageni waalikwa kutoka mbali? Pastor, nimuite tu pastor ama doctor Brunsma, yeye anaeleza ya kwamba alisoma PhD yake, alichukua masomo yake ya doctorate katika chuo cha London na alifanyia research uhusiano wenye utata kati ya Waadventista wa Sabato na Waromani Katoliki kuanzia mwaka 1844 hadi mwaka 1965. Ni nini kilichotokea mwaka 1965? Kuna kitu kinaitwa Vatican II, kwamba kulikuwa na mabadiliko katika kanisa Katoliki katika mamlaka yake kuu, na ndicho ambacho viongozi wetu kwa ujasiri kabisa wamekuwa wakipigia debe Ukatoliki ya kwamba umebadilika toka huo mwaka wa 1965. Kwa hiyo ndiyo kazi aliyoifanya Linda Brunsma. Sasa tutaanza kuona kazi nzuri na ya pekee aliyoifanyia upapa, lakini mtu huyu anadai yeye ni mzawa katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Kwa kutangulia, anasema kwamba aliandika kitabu na ni baada ya kuwa amemaliza kufanya hiyo research yake, akasema watu wengi walimwambia ungeweza tena kuandika kitabu kingine kinachoeleza mahusiano ya kanisa la Waadventista wa Sabato na Wakatoliki kuanzia mwaka wa 1965 mpaka hapa tulipo. Ndiyo maelekezo yake. Anasema nilipokea maneno mengi ambayo yalitaka niandike, kwa sababu baada ya kuwa nimefanya ile research ya kwanza, kwa wengine ulikuwa ni mbaraka, kwa wengine andiko langu lilileta mzozo na utata. Kwa hiyo wale ambao wanasimamia neno la Mungu waliona jambo hilo halikuwa zuri wala la kupendeza, kwao lilikela. Lakini wale ambao wanatetea upapa walimsifia na kusema kwamba aliandika vizuri, hivyo wangependa aweze kuandika tena. Sasa bila kupoteza muda ameandika tena kitabu kingine ambacho katika mkutano huu alikuwa anakitambulisha na kiliongelea jambo hilo. Sasa mabadiliko ambayo yamekuwepo ama uhusiano ambao upo kati ya Waadventista wa Sabato na Wakatoliki, lakini anaita uhusiano wenye utata. Anaanza kwa kusema hivi: Waadventista wa Sabato wamerithi ama wameshawishiwa na kauli aliyoisema mwanzilishi wao mwenza Ellen G. White, ambaye amewarisisha sumu, tunaweza tukasema sumu ama mtazamo mpotofu kuhusiana na kanisa Katoliki. Na hapo anarejea kitabu cha Pambano Kuu, ile sura ya 35 inayoeleza ya kwamba kamwe kanisa Katoliki halitabadilika, na kwamba linaficha sumu kama ya nyoka. Sasa anasema kwamba huo ni mtazamo wa Ellen G. White ambao amewarisisha Waadventista wa Sabato, unaowafanya waendelee kuliona kanisa Katoliki kama ni kanisa lisilobadilika, na anashauri ya kwamba wasiendelee kuwa na mtazamo huo. Kwa nini? Kwa sababu Roman Katoliki ambayo imekuwa ikiongozwa na Papa Francis, alimrejelea Papa Francis kwa sababu wakati huo alikuwa ni Papa Francis aliyekuwa madarakani, ni tofauti kabisa na Vatican I au Roman Katoliki huko nyuma.
Hivyo kitendo cha kuendelea kuwachukulia Waroma Katoliki kama watu wasiobadilika ama kanisa lisilobadilika, anasema ni makosa. Anasema inabidi Waadventista wa Sabato waache. Anasema waache kugeneralize, yani kuwapaka sifa mbaya wa Katoliki ya kwamba hawabadiliki. Natamani sana tuweze kusoma kinachoelezwa hapo kuhusiana na kanisa Katoliki katika hiyo sura ya 35 ya kitabu hiki cha Pambano Kuu. Pambano Kuu, hiyo sura ya 35 inayoeleza habari ya kanisa Katoliki kutokubadilika kwake. Anaeleza upapa ni ule ule ambao unabii ulitangaza kuwa ungekuwa uasi wa siku za mwisho. Wathesalonike 2:3-4. Ni sehemu ya sera yake kuwa na tabia inayoweza kulisaidia kutekeleza kusudi lake. Lakini chini ya muonekano unaobadilika wa kinyonga, kanisa linaficha sumu isiyobadilika ya nyoka. Imani haipaswi kuchanganywa na wazushi wala watu wanaohusiwa kuwa na uzushi. Kwa hiyo unaona kabisa walinukuu kabisa sehemu hii, na Dr. Lwinzima anasema kwamba hiyo ndiyo imesababisha Waadventista wa Sabato waendelee kuwachukulia Waroma Katoliki ama kuwa nao mahusiano tata yasiyo mazuri, kwa sababu tumerithi ama tumekalili kutoka katika maandishi ya Ellen G. White, ambaye anasema kwamba wakati anaandika maandiko hayo anasema uwezi ukachukulia Uadventista wa leo ambao unaongozwa na Ted Wilson wa mwaka 2024 wenye waumini milioni 23 ukawaletea maandiko hayo ya nyuma ambayo Ellen G. White aliandika kipindi ambacho upapa ulikuwa hujabadilika. Hayo ni maelezo ya Mwadventista Msabato. Naomba ufuatane nami kwa umakini uweze kuona namna gani hawa watu tunaweza tukawatambua kwa matendo yao wanayoyafanya. Siamini kabisa Mwadventista Msabato anaweza akaongelea hivyo kauli ambayo Biblia yenyewe inaeleza ya kwamba kamwe upapa hautabadilika, lakini wanatengua hiyo na kwamba Ellen G. White alikuwa anaandikia kundi dogo la wana marejeo ambao walikuwa wanaanzisha Uadventista kutoka katika zama za giza, ambao hawakuwepo leo kwa maana nyingine, wala hawawezi kuona badiliko ambalo Katoliki limefanya. Lakini swali linajiuliza, hivi ni kweli kanisa Katoliki limebadilika kwa namna yoyote ile? Jambo lingine ambalo ameliongelea huyu mtu Dr. Lwinzima ni amekosoa imani ya marejeo ya kwamba Yesu anakuja upesi, akieleza ya kwamba mara nyingi Waadventista wa Sabato katika mikutano yetu inapoandaliwa utasikia kwamba Yesu anakuja haraka, tujiandae, Yesu anakuja haraka. Kwa maelezo yake anasema kwa kufanya hivyo basi miradi ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato haikamiliki, kwa sababu tunakuwa na vipindi vya muda mfupi vya malengo ya miaka mitano kutoka uchaguzi kwenda uchaguzi mwingine, na akasisitiza kwamba tuweze kuiga katika kanisa la Katoliki kwa sababu wao wana maono ya mbali, wana uwezo wa kuweka malengo ya mbali. Ndio msisitizo wake uliopo hapo, na kwamba kwa habari ya kwamba Yesu anakuja haraka, Yesu anakuja haraka ni maelezo ambayo tumefeli kwa kiwango kikubwa. Na nikaona kwamba mafundisho haya yameanza kuleta matunda ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Tutakuonyesha video moja ya mchungaji, nadhani ni jamii ya watu hawa, anayesema ya kwamba ninakerwa na kauli ya kwamba Yesu anarudi upesi ndani ya dhehebu langu la Waadventista wa Sabato. Anaendelea kusema kwamba kwa miaka 2000 kanisa la Waadventista wa Sabato kwa semina zake ya kwamba Yesu anarudi zimefeli kwa 100%, na anasema acheni kuambia Waadventista wa Sabato ya kwamba Yesu anarudi. Unaweza ukasikia kauli hiyo, kwa hakika ni kama inatoka katika vinywa vya shetani. Ni shetani tu ndiye anayetamani kuona watoto wa Mungu wakilala usingizi wasitambue ya kwamba muda umekwisha. Lakini pia anasisitiza Wasabato wajifunze kutoka kwa Wakatoliki habari ya muziki, ibada zao, namna ya majengo yao wanavyojenga.
na anasema wanajenga majengo mazuri sana, na hilo linatimia kwa sasa. Kazi kubwa ambayo inafanyika sasa hivi katika makanisa yetu ni ujenzi wa majengo makubwa ya mabilioni. Tunajenga majengo makubwa ya mabilioni ya pesa, wakati muda hakika umekwisha. Sheria ya Jumapili tayari iko bungeni Marekani. Muda si mbali watu wa Mungu wataanza kukimbia huku na kule, wakikimbia waasi hawa waovu ambao watawatesa watu wa Mungu katika zama hizi za mwisho. Lakini watoto wa Mungu wamelala usingizi, wakihamasishwa kuchanga hela nyingi, zinajenga majengo makubwa huko. Majengo hayo ni majengo ya Wakatoliki. Muda si mbali watayachukua. Na katika majengo hayo watu wa Mungu watalazimishwa kuitunza Jumapili. Lakini pia katika mkutano huo linasisitiza kuwa Wasabato waombe msamaha kwa mengi ambayo wamelisema Kanisa Katoliki, lakini kwa muda mrefu wamewatuhumu Wakatoliki. Kwa hiyo wewe mshiriki unawajibika kuomba Kanisa Katoliki msamaha kwa mengi mlioyasema, na nadhani mengi anarejelea katika kitabu chetu kizuri cha Pambano Kuu, ambacho kwa sehemu kubwa kinafunua maasi na maovu yaliyotendwa na kanisa hili la Katoliki. Aishi hapo, anaeleza pia kwamba Waadventista wa Sabato wana deni. Kanisa Katoliki limetunza Biblia kwa muda mrefu, akimaanisha kwamba toka Kristo kuwa amepaa kwenda mbinguni katika zama za giza mpaka mwaka wa 1054 Kanisa Katoliki limedumu kuwepo. Ni kanisa la kihistoria, analiita ni kanisa la karne. Na kwa muda huo wote anasema mpaka wakati wa matengenezo ndipo ambapo kukaja kuwepo na Uprotestanti. Lakini pia anasema kwamba wana theolojia wa madhehebu mengine likiwemo na la Waadventista wa Sabato usoma theolojia kutoka katika vyuo vya Kikatoliki. Na hii ikushangaze pia. Hivi kama mchungaji amesoma katika vyuo vya theolojia vya Wakatoliki, ni nini anacholeta kuwafundisha watu wa Mungu? Ni message ipi? Siamini kabisa kama katika vyuo vya theolojia vya Kikatoliki wana ujumbe wa malaika watatu. Nina maswali makubwa sana. Na ndio maana wachungaji wetu wamekuwa wepesi sana. Wengi wanaotoka vyuoni leo hawawezi kueleza vizuri unabii wa Biblia. Na hilo ni tatizo. Sasa huyu anajiita Mwadventista Msabato. Na kumbuka hapa ilikuwa ni mjadala ambao unaeleza kwamba Waadventista wanachoweza kujifunza kwa Wakatoliki na Wakatoliki wanachoweza kujifunza kwa Wasabato. Lakini sehemu kubwa ya mjadala inaonekana kabisa ni Waadventista wa Sabato wanafundishwa kutoka kwa Ukatoliki. Lakini pia jambo lingine ambalo amelieleza hapa, anasema wanafanya kazi kubwa, wamefanya kazi kubwa kukibadilisha kitabu cha Pambano Kuu. Anasema huyu ni mmojawapo wa wale ambao walikuwa ni wachangiaji katika mada hii ambayo ilitumia masaa mawili. Yeye akaeleza pia kwamba mojawapo ya jambo kubwa ambalo wamelifanya ili kupunguza sasa mahusiano yenye utata kati ya Waromani Katoliki na Waadventista wa Sabato ni kurekebisha kitabu cha Pambano Kuu, kukipunguzia makali ili kiweze kukubalika kwa wasomaji. Na hapo mtakuwa mashahidi. Baada ya hapo, chini ya utawala ama uongozi wa Ted Wilson, tukapata chapisho la Tumaini Kuu, ambalo ukiangalia kwa ukweli halina maneno magumu ya kumchoma Mkatoliki, kuonyesha kwamba ni nini kilichofanyika hasa. Kwa hiyo wamefaulu kwa kiasi kikubwa. Kwa lengo la kitabu hiki cha Tumaini Kuu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanaafifisha message au ujumbe halisi ambao umo katika Pambano Kuu, na hilo wamefaulu kwa sehemu kubwa, kwa sababu zaka yako na sadaka yako ilitumika katika uzalishaji wa kitabu hicho. Lakini katika wale wazungumzaji wengine, mwingine anaeleza maneno haya pia ya kwamba Andrews ambaye jina lake ndio linaandikwa ama lilitumika katika chuo chetu cha Andrews, alikosea sana kusema kwamba upapa ndio uliobadilisha Jumapili. Wao wanadai hivyo ya kwamba ni Andrews ndiye aliye toa maelezo hayo ya kwamba Jumapili ama Wakatoliki ndio waliobadilisha kutoka Sabato kwenda Jumapili. Lakini tukirejea katika historia tunatambua kwamba Konstantini ndikuwa ni mtu wa kwanza kutangaza pumziko la Jumapili. Lakini pia Kanisa Katoliki linakiri kwamba Jumapili ni alama yao ya mamlaka katika kitabu chao cha Katekism. Lakini katika mjadala huu
mambo yakabadilika kabisa. Ikaonekana kwamba ni Andrew ndiye aliyewasingizia Waroma Katoliki ya kwamba wamehusika na badiliko la Jumamosi kwenda utukufu wa Jumamosi kwenda Jumapili kama wanavyodai wao, lakini hakuna utukufu wowote ambao umehamishwa kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Sabato takatifu ya Mungu inabaki kudumu kuwa ya milele. Mzungumzaji wa 4 huyu alikuwa ni chaplain, askofu Mkatoliki kutoka katika chuo cha Loma Linda ambaye nimewaelezea habari zake hapo mwanzo, na yeye akaeleza ya kwamba kanisa Katoliki limebadilika, Waadventista wa Sabato msiendelee kuwaogopa wa Katoliki. Ndio maelezo aliyoeleza, lakini pia akasifia Sabato moja ambaye alisali katika kanisa la Loma Linda. Akasema kwamba nilishangaa na kufurahi kuona kwamba baadhi ya nyimbo ambazo tunaziimba katika kanisa langu, ninapokuwa kule katika kanisa langu la Roma Katoliki, nilikuta zikiimbwa katika kanisa la Wasabato la Loma Linda, na akauimba na huo wimbo kwa sehemu kubwa. Katika somo ama katika linki tutakayokupa namna ambavyo unaweza ukapata somo hili, unaweza ukaangalia huko mwishoni kabisa akieleza mambo haya. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi kikubwa namna gani Waadventista wa Sabato wa Protestanti wamevurugwa, wamegaragazwa, wamegeuzwa. Neno ambalo lingekuwa muhimili wao limeondolewa katika vichwa vyao, limeondolewa katika akili zao, badala yake tumebaki kufata maelekezo ya Majesuit. Mpaka hapo mtazamaji, unaweza ukaona ama ukapata picha namna gani tumetolewa kabisa katika neno la Mungu kwa kutosoma vitabu vyetu, kwa kufuata viongozi wetu wanatuambia nini, pasipo kusoma sisi wenyewe. Matokeo yake ndiyo hayo. Sasa watu hawa wanao ujasiri mkubwa kabisa wa kusimama katika mikutano yetu inayotuhusu ama kuleta mikutano yao ya kutufahamisha namna ambavyo Ukatoliki umebadilika. Lakini swali, hivi kweli Ukatoliki umebadilika? Ninajaribu kujiuliza. Lakini Biblia inasema kamwe Ukatoliki hautabadilika. Lakini wao wanatuambia kwamba Ukatoliki umebadilika. Maneno hayo pia tuliyapata kwa Ganuni Diop ambaye aliwaambia watu wa Mungu ya kwamba Ukatoliki umebadilika. Natamani tusome hapa nukuu kidogo kutoka katika kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 466, sura ile ya 35, uhuru wa dhamiri watishwa. Anasema hivi: Waprotestanti wamecheza na upapa na kuulinda. Wamefanya maridhiano na kuacha baadhi ya mafundisho yao kiasi ambacho hata wafuasi wa upapa wenyewe wanashangaa wanapoona na wanashindwa kuelewa. Watu wanafumba macho yao kiasi kwamba hawaoni tabia halisi ya Urumi na hatari zinazotokana na ukuu wake. Watu wanahitaji kuamshwa ili kupinga madai ya adui huyu, adui wa hatari dhidi ya uhuru wa kiraia na kidini. Na hicho ndicho tunachokiona miongoni mwetu. Giza ni kubwa. Mambo mengi yanatokea miongoni mwetu. Eti leo tunaweza kuwaalika waumini wa Kiprotestanti, makanisa mengine ambao tunasema ni Waprotestanti walioasi, kusimama katika vibweta vyetu wakiimba, wakicheza muziki wao wa kidunia. Na watu wanasema amina kubwa. Ni kitu gani ambacho unaweza ukakipata kutoka katika kwaya hizo? Ni neno gani linaloweza kukuamsha kama neno la Mungu linavyotuambia? Wito wangu kwa wachungaji wetu. Biblia inaniambia katika kitabu cha Isaya, katika kile kitabu cha Isaya 56 na ule mstari wa 10, anasema hivi: walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu. Hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake, toka pande zote. Wachungaji wetu kwa kweli wamekuwa walafi.
wachungaji wetu ambao sio mapandikizi, kwa sababu tunajua kwamba sio wote ni mapandikizi ya Rumi. Wapo ambao wanazijua kweli hizi lakini wameamua kunyamaza kimya. Wapo ambao wanaujua ukweli wote unaoendelea miongoni mwa wachungaji wenzao, unaoendelea katika ngazi za juu za kanisa letu, wameamua kukaa kimya. Kwa nini? Kwa ajili ya kutunza faida zao wenyewe. Neno la Mungu linasema hawawajali hawa maskini, roho hizi duni ambazo zinanyanyaswa na kuteseka. Neno la Mungu sasa linatafutwa kwa tochi katika makanisa yetu. Lakini tunavyo vitabu vya roho ya unabii, tunayo Biblia, tunalo neno la Mungu lililo imara, ambalo kwalo wangelipeleka inavyopaswa kama walinzi wa Yerusalemu, watu wa Mungu wasingeendelea kudumu katika giza hili tunaloliona sasa. Na bahati mbaya sana, wale wachache wanaoamua kusimama na kusema ukweli wanaitwa waasi, wanaitwa wazushi, na maisha yao yanawekwa hatarini. Lakini hata lini wataendelea kunyamaza? Wale wote ambao wanaoijua kweli ambayo inapaswa kupelekwa kwa watu wa Mungu, enough is enough. Ifikie hatua tuache uoga, ifikie hatua watu wasimame wawaeleze watu wa Mungu ukweli wa kila jambo lote linalotendeka miongoni mwetu, ili kwamba watu wa Mungu waweze kufanya uchaguzi ulio sahihi, aidha kupotea ama kuokolewa. Bwana awabariki nyote. Karibuni kwa masomo mengine yatakayoendelea. Mungu awatunze.